Tulikuwa toka siku ya Jumatano jioni. Nilikuwa nampigia simu apokee. Mpaka leo asubuhi alikuwa hapokei. Tukachukua hatua ya kufika hapa. Nilipofika hapa mimi sikuangalia vyumba vya nje. Nimeingia ndani. Nilipokuta ndani hayupo na getini alikuwa amefunga. Nikarudi nyumbani tena maana tulikuwa tuna msiba, alikufa mama. Ndio. Nilipofika saa 3 dadangu akasema naomba turudi, vyumba vyote umeangalia? Nikamwambia nimeangalia ndani isipokuwa vyumba vya nje tu sijaangalia. Tulipotoka huko na dada tumefika hapa. Geti limefungwa vile tulivyofungwa. Mimi nikawa nafungua ndani dadangu ili asogee kwenye hivi vyumba. Nataka kusogea akanirudisha. Akaniambia subiri, sogea huko. Nikamwambia dada kuna nini? Akasema inaonekana shemeji amelala chini amezidiwa. Nikamwambia naomba nimuone, akanikatalia. Akawa anachukua jukumu la kumpigia dadangu mwingine na babangu mzazi na baba mkwe. Baada ya muda wakawa nafika. Akawa ananiambia mume wako amekufa. Changamoto yote hiyo? Hapana. Na wako ondoka toka Jumatatu? Jumapili, mama alifariki Jumapili. Na msibani mlikuwa wapi? Tulikuwa wote ameshiriki mwanzo mwisho. Alikuwa na changamoto yoyote? Hapana. Sijajua labda kama alikuwa nayo leo ni mimi hajaniambia chochote. Kwa taarifa, kijana niliishi naye Jumatatu nyumbani, alifika yeye mwenyewe kama kwa baba. Toka Jumatatu hii ya wiki hii hatujawasiliana tena. Taarifa nilikuwa nazo wasiwasi mimi mwenyewe, ninapompigia simu hazipokelewi. Jana ndio nilikuwa na wasiwasi ya mwisho kwamba kesho Ijumaa nipandishe mwenyewe. Ndio nilikuwa nimeandaa safari hata ninapopata taarifa hii wakati nipo njiani na kuja huku. Taarifa nimepata kwenye simu kwamba wanaposema harakisha kama umetoka nyumbani baba basi wahi kufika hapa, tupo hapa kwa upitie kwa Boni. Kwa jina naitwa Juma Simoni Makerere, mwenyekiti kitongoji cha Mapinduzi. Ilikuwa ni msiba wa mwananchi wetu anaitwa Mesha. Amesha tutoka juzi, lakini leo ilikuwa ni kumsindikiza kwenda Ilinga. Baada ya muda saa 6 nikapigiwa simu kwamba kuna tatizo limetokea hapa, kuna mtu amejinyonga. Tumemkuta amejinyonga kwenye chumba hicho kidogo hapo. Baada ya kuhakiki kabidi mimi nitoe taarifa niwapigie polisi, wamefika. Na baada ya kufika kweli imetolewa mwili. Ule mwili tumeenda kupeleka Ifisi. Baadaye wakasema sasa taarifa inabidi tupate taarifa kwa ndugu, wakawaita ndugu ili kujua kama kuna tatizo lolote linalohusiana na tatizo hili. Baadhi ya ndugu wakasema sisi tatizo hatuna, lakini baada ya wao kucheki na kuchunguza ikaonekana kwamba huyu ni kweli amejinyonga yeye mwenyewe, ameamua yeye mwenyewe. Kwa kweli inasikitisha sana, na anaomba jamii kama dini, taasisi mbalimbali zote ziweze kutoa elimu ili kwa ajili ya kuelimisha jamii jinsi ya kuishi. Hata kama kuna tatizo lolote la ndoa, basi waweze kufika sehemu yetu kama uongozi wa serikali tuweze kutatua, maana sisi ndio jamii ya kupokea hizo matatizo yote ili kuweza kuwasiliana na kumpa ngalau kumpoteza kumliwaza ili ingalau masuala haya ya asiwaze mambo kama haya. Lakini kujichukulia sheria mkononi, kwa kweli hata mimi sijafurahi, sababu amepunguza nguvu kazi ambayo tulikuwa tunahitaji kwamba aendelee kufanya kazi tukishirikiana na uongozi na jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Ferdinand Mnyota, ni diwani wa kata ya Nsalala iliyopo katika wilaya ya Mbeya DC, mkoa wa Mbeya. Kwa kweli limetokea tukio la kijana wetu Boniface Mbega ambaye amejinyonga na mpaka sasa ameisha fariki. Hili tukio limetushtua sana katika kata yetu. Limetokea katika kitongoji cha Mapinduzi, kata ya Nsalala. Mwenyekiti alinipigia simu juu ya hili tukio. Mwenyekiti wa kitongoji aliponipigia simu nikachukua hatua ya kuja eneo la tukio. Mimi mwenyewe nikaona pale marehemu kweli amejinyonga, alijitundika ndani ya chumba kwenye eneo la mji wake.
Baada ya hapo nikashirikiana na mwenyekiti wa kitongoji kutoa taarifa kituo cha polisi. Jeshi la polisi likachukua hatua ya kuja na kuchukua mwili wa marehemu, lakini kipekee nitoe wito kwa wananchi wangu wa kata Nsalala pamoja na Watanzania wote kwa ujumla. Swala la kujinyonga ni swala ambalo ni zito sana. Ninaomba wananchi, unapopatwa na matatizo kama hayo ya msongo wa mawazo, usichukue hatua zako za kujinyonga. Hii inatokana na msongo wa mawazo wa akili. Mtu unachukua maamuzi ya kujinyonga ambayo madhara yake ni makubwa. Tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Tunapoteza, kama huyu kijana ameacha mke na watoto, familia ilikuwa inamtegemea. Kwa hili nalo ni tatizo sana. Tunaomba sana wananchi wa kitongoji cha Mapinduzi, kata ya Nsalala, ukiwa na changamoto yoyote ile, naomba sana, sisi viongozi wa serikali tuko kwa ajili yenu, tuko kwa ajili ya kuwakilisha. Na niombe sana wachungaji, mashehe, tuombe sana taifa, watu wasichukue maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ninaomba sana, nitoe wito, kila jambo linapotokea tuishirikishe serikali, tuwashirikishe viongozi wa dini, ili kusudi waweze kutushauri, ili kusudi tuendelee kuishi. Hivyo basi jamii tunajifunza kwamba kupitia kifo cha Boni huenda watu wanapita kwenye mapito magumu, wanapita kwenye nyakati nzito, aidha ni ugumu wa maisha au uchumi mgumu ambao umekuwa ukitusumbua, au matatizo mbalimbali, au matatizo ya kindoa na ya kifamilia. Na sasa tunajifunza kwamba hayo hayajaanza kwetu, yameanza vizazi na vizazi. Tunamwona Yuda alichukua maamuzi magumu alipojuta kwa njia yake isiyo halali ya kutafuta fedha, baada ya kugundua kwamba ilikuwa njia iliyokuwa mbaya machoni pa Mungu, lakini akimsaliti mtu asiye na hatia. Sasa leo tuko kwenye msiba wa Boni, hatujajua kilichomsibu ni nini, kilichopelekea hata kuchukua maamuzi mazito ni nini, lakini amekusanya umati huu kwa kuondoa roho yake. Basi mafundisho yanayohitajika katika msiba huu ni kwamba ni kitu gani Mungu anachokichukia kwenye maisha ya mwanadamu. Wanadamu wote ni wakosaji, wanadamu wote ni wapungufu, lakini isifike mahala unapopitia kwenye magumu na mengi changamoto za kimaisha kufika mahala kuondoa uhai wako, kama tunavyoshuhudia kijana wetu Boniface Mbega. Maana yake Yuda alijuta baada ya kuona amemsaliti Yesu asiye na hatia. Leo hii watu wanajuta baada ya kupita kwenye wakati mgumu wa matatizo mbalimbali ambayo yameusibu maisha yao. Hivyo basi Mungu anachoangaliza na kusii na kuonya, usifike katika shida zako ukaondoa uhai. Maana uhai ni kitu ambacho ukiendelea kuwa nacho kitaongeza kukusaidia mbinu nyingine za kutatua matatizo mengine kuliko unapochukua hatua za kukatisha uhai wako. Hivyo makutano, kwa muda mfupi ambao tumejumuika katika msiba huu, tutambue kwamba ziko shida mbalimbali tunazopitia, kila mmoja na shida yake, lakini hizo hazitoshi kupelekea kuondoa uhai ambao unaweza ukiendelea kuishi ukakusaidia kutengeneza yale ambayo uliyaona magumu na baadaye ukaona ni mepesi, vile tu ambavyo ukuchukua hatua mbaya ya kuondoa uhai wako. Hivyo ninawasihi sana makutano na watu wote kwa ujumla, hili liwe fundisho kwamba magumu unayopitia usifike mahara kuondoa uhai wako. Hiyo ni dhambi ambayo haisameheki, kwa sababu Biblia imesema mtu anayeua Mungu amemchukia kwa sababu anaondoa nafasi ambayo haimpi tena nafasi ya kutubu. Mimi naitwa Mwanaidi Shabani. Yaani tunajiuliza maswali na hatupati majibu. Kwa kweli tumekivaa kwa kuumia, yani tumesikitika kwa sababu amepata matatizo mawili dabu mfululizo. Maana kwa vijana, mtu kama analo lolote analoona linamsibu, inabidi aombe ushauri. Aombe ushauri. Kwa kweli kwa hiyo njia aliyoichukua sio nzuri, maana ameacha watoto. Wengine wako shuleni, si form 2. Hayo kingine hata kadogo kabisa. Namna ya kuishi maisha yenyewe. Maana yeye alikuwa anamwangaiza, anatafuta riziki. Hasa atakayehangaika, atakayetafuta riziki ni nani? Yaani basi tu Mungu atusaidie mama.